ya maisha ninayoyapitia ni changamoto, maumivu, mateso, moyo unakata tamaa. Sijui nifanye nini, Aimi, sina sama duniani. Mama mgonjwa, baba buriani, mpenzi naye anitaki jamani. Kazi sina, elimu sina, kichwa mazo, machozi machoni. Wapi niweke tumaini langu? E Mungu wangu nitazame, na mimi mbona umeniacha jamani? Kama nimekukosea naomba nisamehe, nisafishe na mko univute. Si ulisema wewe msamehevu, basi na mimi nipe wako. Wapo uliwapa, basi nipe na mimi. Nioni hawana shaka, wanakula yamini. Mambo vipi bro? Safi. Vipi maendeleo ya hapa? Nashukuru Mungu. Nimepita pale nyumbani, nilikuwa nakuulizia, kwa bahati mbaya nimekutana na dogo mmoja, akaniambia kuwa umehama na akaniambia kuwa umeondoka tangu juzi kuja kwa hapa. Ndio maana mimi nimekuja mpaka hapa. Fadhili, kama unavyojua uliniacha kipindi nadaiwa kodi. Umeniacha nadaiwa kodi na mwenye nyumba. Sasa sio alikuwa anasubiri mama afe. Hatimaye mama amekufa. Unanitolea mabegi, unanitupia nje, unanifukuza kama mbwa. Mbele za watu nazalilika, mdogo wangu. Safi. Kama kaa. Ngwambie kitu mpenzi wangu. Yes baby. Usinune basi mpenzi wangu. Ile zawadi nimekwambia nakuletea na ile pesa. Yaani mshikaji wangu mpaka sasa hivi nampigia kwenye simu yangu, hata apokee simu zangu. Ushaanza na mada zako, utakunidanganya, si ndio? Hapana mpenzi wangu. Kwa hiyo uko unanidanganya? Msikilize mpenzi, yaani ule mshikaji labda atakuwa na shughuli zake nyingi. Ila mimi naamini nikitoka hapa lazima nimfuate mpaka kule alipo. Yaani lazima ile pesa mimi nikupe mpenzi wangu. Usinune basi. Ndio maana mimi nilikwambia mimi nakujua. Umesikia mama mpenzi? Sikia sasa. Sikia ngombe kitu. Nikitoka hapa moja kwa moja lazima nimfuate ule mshikaji, nitachukua pesa nitakuletea. Sasa unafikiri usingekuja hapa ingekuwaje mama mpenzi? Pole sana brother. Naomba nikupe pole. Pia nijipe pole mwenyewe sababu nina uchungu sana. Na uchungu la shangazi yangu. Wakati nipo kazini kule Mtwara, nimepigiwa simu ya kuwa shangazi amefariki. Lakini kama ingetokea wamenipigia simu nipo kwenye gari, ningerudi kuja kumzika shangazi. Lakini nilikuwa nipo kazini. Nimeumia sana baada ya kusikia taarifa ya shangazi. Fadhili, najiona mpumbavu, najiona chizi, najiona mjinga ambaye sifai kuishi katika hii dunia. Ndipo ningekusikiliza tangu mwanzo, tusingefika kote huko. Kaka, mimi kilichoniweta sio hicho kabisa. Naomba Ropita tuachane nayo kaka, tuachane nayo kabisa. Kilichoniweta ni kitu kingine tofauti kabisa. Mimi nimesikia taarifa ya shangazi kuwa amefariki, ndio maana niko hapa.
Usinune basi mampenzi. Tokea huko ngombe. Please. Geuka huku basi nisikilize ngombe kitu. Masikia mpenzi wako. Hilo swala mimi nishakuelekeza nikitoka hapa tu. Naenda kwa yule mshikaji mpaka kwake. Nitamtokea pale mpaka yani hata vurugu mimi nitafanya nzima nige langu. Lazima nikuletee. Masikia mpenzi wangu. Yaani mimi nimetoka nyumbani nimeweka kazi zangu mpaka nimemtoleka kaka ndani kule ili asijue kama nakuja huko na wewe afu sasa unaletea mada zako. Yaani mimi kabla tu unanipa hela ndio nikamne vitu na mimi kesho niende shule nikawatambie. Usiwaze, kwani nishakupa ngapi? Hapo usikia kuhusu habari za shule hizo achana nazo. Kwa sababu mimi nataka nikuoe. Unajua na nia zati na wewe mama. Kwa hiyo mimi ndio na masomo. Shule achana nayo. Yaani mimi nipo tayari yani natamani hata hiyo shule madaftari, mabegi, nitupe kule na kuoa hata kesho. Umesikia mpenzi? Habari za shule achana nazo. Lakini tunaweza kanavyo nipambania shuleni. Alafu akigundua kwa tunafanya hivi. Hata sijui itakuwaje. Na unajua kabisa kaka kuelewi. Yule kakako namjua sasa, umesikia? Yule achana naye, yule mshamba, tumia nieleze chochote kuhusu yani jinsi ninavyokupenda. Aniambie lolote. Mshamba? Ndio mdogo wake mshamba. Achana naye, kwani wewe unipenda? Amna, nakupenda. Sasa je, mambo si hayo. Sikia sasa. Tukitoka hapa mazingira, tukishaenda hivi, zawadi ile mimi nitakuja nao, umesikia mpenzi? Basi fanya kweli kitu changu. Basi tondoke. Wasema nini jua mwanangu? Yaani mimi napata sigara hapa lakini naona ni kitu hakikai kabisa. Hivi tena mwana. Wewe mimi sinafikiria ile baharia. Hivi tena mwana. Kutupa mchengo mwanangu. Hivi nifikiria hata ndio kwa wewe. Kwani tunaweza tukaingia mazingira ya kijinga mtu kalivaga pesa kwa sababu ya 200 hapa. Dau uliongana nayo na 200. Wewe acha mwana. Ndio uungane na ngapi hapa? Wewe so poa mwanangu. Yaani sisi tutende yaani tutoke hapa. Tukalivaga jitu tuliue rafiki yangu tulimwaga utumbo tunajua kwa sababu ya 200. Mimi naomba nyuma yote tuachane nayo. Sasa milo inaniuma sana. Ndio maana leo nimekuja, nimejua kabisa lazima brada zangu na unahitaji uwepo wangu. Brada, mimi niko mbele yako brada. Brada, mimi nilienda Mtwara kwa ajili ya kupambana nipate hela nije kumtibia shangazi tu. Wala sikupenda kwenda Mtwara kwa ajili ya vitu vingine. Alafu nafika kule shangazi ndio ameshafariki. Brada, ya nyuma tuachane nayo kabisa. Ndugu yangu la uchungu. Sio mtu wa kuuza nguo 2000. Haiwezekani mimi niuze nguo zangu 2000. Sasa basi 2000 niweza kumtibu mama kweli. Nikatoa 2000 nikaenda nikampeleka mama hospitali akaendelea na maisha yake ya kawaida. Brother, achana na mambo yaliyopita. Achana nayo kabisa. Hayo yameshapita kaka. Mimi mjinga kabisa. Mimi chizi. Sasa nafanya nini kwenye maisha? Kaka, mimi naishi vipi? Unaona mimi nafaa kuishi kweli? Sawa. Nimefanya mambo mpaka nimempoteza mama yangu.
Sio wewe kakaangu. Pesa ndio imefanya kukosa shangazi. Mbona mazingira basi? mimi nipe wako tumaini langu, tumaini langu. Mpenzi mwanangu, mimi naona nichanga, yani kanichanganya kweli, yani design kani Sasa inakuaje? ukitoka lazima tukamtimbie, unajua vile inabidi ukamwelekeze kweli. Mazingira gani nadhani tunaletea kufedheshana huko mwanangu. Bora hata ingekuwa hata milioni 2 tunajua zile ubabe sasa, kumbe vipi mwanangu, kwa sababu milioni 2 je kupigana naye moja mimi moja tunajua zile popote mtu anaweza ukaenda na ile baridi. Sasa yake rafiki yangu kimbia kwa sababu ya raji inakufezea mwanangu, yani acha mimi kila nikifikiria nisimpatie hata majibu kama nikitoka hapa ninapokuambia unajua lazima aseme, yani nikitoka hapa hapo kumtimbia mtani kwake ile tunamtimbia. Sasa kumbe vipi ndugu yangu, yani lazima tumtimbie, unajua vile, yani lazima tumtimbie bwana, unajua yani hapa kama vipi tumtimbie. Sasa hivi tunaondoka sasa, kumbe vipi baridi kwa rabu sasa, kumbe vipi